pesa kwa watoto yao wakiwa nje na wengine zikipitia kurezo ya Vodacom. Rezo ya Vodacom wakatoa, rezo ya Airtel wakatoa, alafu wakafunga manjia, wakasema watu tutawapiga mabombe na vikishindikana watauliwa na njaa. Watu wakahangaika, wakakosa sabuni, wakakosa chumvi, wakakosa mafuta, wakakosa kila kitu yote ambao watu hutumikisha kwa siku. Ikamaliza ni siku nyingi, tukapiga kelele, tukaelezea guvernema ya Burundi, wakakataa, tukaelezea wasoda wa Burundi. Hata wakati tulikuwa tukitumana watu waende kuongea nao, wawaelezee tunataka njia watu wakamate biashara au walete sabuni na kila kitu yote wenye wanataka, vimeshindikana. Wakafunga kila kitu. Sabuni kauza $50, chumvi kilo moja ikauza $60, sukari ikauzikana apepre $70. Vitu ikakuwa ni nguvu sana, wakati hata transaction ya pesa zilikuwa hazipite, hakuna pesa za kutoka. Afande, hiyo $70 ni mfuko 50 kilo wala ilikuwa ni nini? Hiyo ilikuwa ni kilo moja ile 1 kilo ya sukari ilikuwa ni $60. 1 kilo ya chumvi ilikuwa ni $50. Tije moja ya sabuni hii ya kufula nguo ilikuwa inauza $50. Watu wakahangaika, na hiyo wakati kuko wakati ambaye tumemaliza miezi nyingi, hauwezi kaiona hata kuiona. Soko watu wakilema soko hamna kitu. Mulikuwa tu ni vitu ambayo ya hapa wakikuta amo ni marage, ni miindi, ni shu, vitu ambayo inaota hapa yenye wanatoa kwa shamba hapa. Kini vitu ambayo watu kuuza kwa soko au sehemu zingine mulikuwa hamna kitu. Watu wanakuja wanasimama kwa soko, wanarudi nyumbani. Wamama uzaa wa bebe anakuwa na unawisha mtoto bila sabuni, anafua nguo ambayo mtoto amenyamba ndani lakini hamna sabuni. Ilikuwa ni hali mbaya. Wakafunga, mlikuwa hamna hata dawa. Wamama wako wanazaa wanakuwa na probleme ya kupata dawa. Watoto wako wanazalika, hakuna hata dawa ya vaccine mtoto ambaye anazaliwa leo. Ilikuwa ni hali mbaya, watu wakaishi kwa hali mbaya kweli, tukizania kwamba malnutrition na vingine vyote vitaua watoto au na wamama. Tukajaribu njia zozote mpaka tukaanza ni vita juu njia zionekane. Lakini hizo vita zote ambayo tunasema hakuna mwenye anafaidika isipokuwa wale wenye siasa ambao wameleta siasa ya kugombana ya ukabila na kuchochea ukabila na kuchochea vita na kuelezea watoto wa wengine waende kwa vita ambao wakati wao wako wanapata bursa za kwenda Ulaya. Hao wote ndio wenye wanafaidika kwa swali yako ya pili. Lakini nikingali kwa swali ya kwanza ya kusema watu walikuwa namna gani, hali ilikuwa mbaya. Ulikuwa ukiingia kwa nyumba ya mtu anakupa chakula bila chumvi, mboga hamna chumvi, hamna mafuta, na mboga ilikuwa tu ni maharage, hakuna mboga zingine zenye zilikuwa hapo. Kama kawaida kulikuwa kuna kuja ndagaa zinatoka sehemu zozote, lakini wakati ule hamna mboga nyingine, ilikuwa tu ni maharage, isipokuwa kama kuna kangombe ambayo kanakufa watu wanachangia hizo nyama. Ilikuwa ni hali mbaya, na hizo zote zilikuwa ni consequence ya nini? Ya gouvernement mbaya, ya politiki mbaya, ya hao wachochezi wa politiki mbaya ambao wanaleta watoto kuuliwa. Nadhani vilio vimefanyika sehemu zote. Wabembe watu wote wamekufa. Mmewajua hata wale wenye walikuwa wakiongoza vita, wamtetezi wamekufa, na wengine kadhaa. Hao wote ilikuwa ni consequences za vita. Upande wote wameuliwa, ikiwa ni upande wa Nyamulenge tumekufisha watoto wengi, lakini yote beneficiaire alikuwa ni yule leta ambaye inatuua, na wale wa politisi ambao wanakaa Kinshasa na watoto wao wako wanakula vizuri na watoto wao wanasoma. Wachi chenye tunaweza tukasema manipulation inapaswa iishe. Watu kukuja wana manipule wengine, wanawaongoza mbaya, wanawadanganya waende kwa pori. Hivi ukiona hata kwa leta ya Kinshasa unakuta ni deputy, unakuta ni senator, lakini iko na grupu yake arme yenye na msupport, yenye iko kwao. Nyinyi mpige masasi, nyinyi muingie huku, nyinyi muue watu, nyinyi mpore mali. Hiyo ndio mambo ambayo tumekuta kwa nchi kama hii. Chenye tunataka napasha tugeuze
hii uongozi mbaya, watu waishi kwa amani. Tuishi na Wafulero, tuishi na Wabembe, tuishi na Wamushi, tuishi na Wanyamulenge. Sisi sote tujue kwamba hii Kongo ni nchi yetu. Hakuna mwenye ameibeba kwa tumbo ile ya Isae. Hii udongo sisi sote tumeikuta, na sisi sote tutaiacha. Ndio maana hakuna shida ya kushinda tunapigania udongo, kuna shida ya kupigania nchi, kwani nchi sisi sote tumezaliwa na tukakuta iko, na tutakufa na tutaiacha tena. Hiyo ndiyo mambo yenye naweza nikajibia kwa swali zako. Asante sana Afande Rugabo. Ni huzuni sana kusikia miaka hii ambayo watu wangali wanakufa njaa, dokis. Ni huzuni mkubwa sana. Sitachukua muda, nimumpandisha Kevin. Una swali ambayo unaweza kumuuliza Afande Rugabo. Neno ni lako. Habari. Asante sana, shukrani za dhati sana. Alafu kabla sijafika kwenye pointi, ningependa kumshukuru Afande kiongozi Kano Rugabo. Shukrani za dhati sana kuja kukaa huko kwenye vita kali ili kupigania amani ya Wakongomani wote. Nakushukuru sana, na Mungu aendelee kukuhifadhi na kukubariki. Swali langu la kwanza, nitauliza maswali mawili, ila nitakuwa mfupi sana, sitauliza maswali refu ili nipane na muda kwa wengine ambao watakuja kuuliza maswali. Swali langu la kwanza ni swali hii: je, wananchi ambao wapo huko milimani tumesikia mateso ambayo wamepitia, lakini kwa sasa wamepata nafuu, wanapumua, wanalala, wanapata bidhaa za siku kwa siku. Hilo kwanza tumemshukuru Mungu. Je, sahi bidhaa zimeshuka bei mpaka pale kila mwananchi anaweza akapata sabuni, anaweza akapata chumvi, sukari na kadhalika? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, kama wanachama cha Mapinduzi, je, maonaje hii vita itaisha lini na itachukua muda gani? Ili sisi hatupo hapo nchini, lakini tunasikia mioyo yetu imeudhunika sana kwa hilo, ila na sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu akitujalia tuje tuambatane na nyinyi. Maswali yangu ni haya. Asante sana Kevin kwa swali lako. Tunaweza chukua maswali mawili alafu tuendelee. Naona nani ndugu Rugezi ameomba neno. Unaweza toa swali lako. Unafaa mzuri. Mbele ya yote na wasalimu nyote na kwa kufanya hii space. Na mimi niko na swali ya kuuliza huyu Afande Rugabo mwenyeko Minembwe. Nimemusikiliza ikanaita Wakongomani kwa ujumla kukuya kuishi kwa amani. Si Wakongomani population du Sud Kivu tunasikilizaka ba politisye mara mingi bakikuya banaleta politike fulani, lakini inakuwaka muhimu wakati wanakuya hapa wanakuya onge. Rugezi anashuka. Sorry sana. Sijui kama network inakata. Afande Rugabo, unaweza kumujibu swali la Kevin tukisubiri labda wengine ambao wanaweza kupanda? Samani, sinaona Afande amekosa naye network, na ule ambaye alikuwa anauliza na amepoteza nawa za network. Acha tusubiri Afande arudi tena.
Tunaweza msubiri kidogo, labda network ikirudi atakuja kujibu maswali. Ndio. Muvumilie kidogo, tuendelee kusikia nyimbo kidogo. Anaweza kirudi kwa dakika kidogo chache tu. Haya. Arudi tena na mtumia ujumbe ili arudi. Sijui network huko milimani inakuwa ni shida kabisa. David. Habari David. Salama mzee, uko aje? Safi kabisa. Tulikuwa na afande lakini sijui amepoteza network. Atarudia. Okay. Tumsubiri kwa hii nyimbo wala una neno ambalo unataka kutoa ujumbe? Atia nyimbo tu kwanza. Okay, asante. Naona afande amerudi, tumumpandishe tena. Network imeonekana tena. Afande unatusikia? Ni kabisa, moto imeisha, ndio maana nimerudi na niko na moto kidogo kwa battery, lakini nimerudi tena. Hiyo ni shida ya inchi kabisa. Kuna swali ambayo Kevin ameuliza, sijui kama umeizingatia, umekumbuka hiyo? Nadhani swali yake ya kwanza ilikuwa akiulizia kuhusu biashara ambayo inafika Minembwe kama imeshuka kwa sasa imekuwa vizuri. Kwa hiyo swali, biashara imekuja kwa wingi, hata bei haijakuwa kama bei ya kawaida, lakini afadhali kwa sabuni ambayo ilikuwa ikiuzikana $20 au 50, kwa leo inauzikana ni $10, $5. Vitu yote imeshuka sana. Ndio kusema sabuni ilikuwa ikiuzikana ni 70 francs congolais, kwa leo ikinauzikana 10,000, ikinauzikana 15,000. Sukari leo ikinauzikana 20,000, ikinauzikana 15,000. Ndio kusema vitu vimeshuka sana, hata hatujapata vitu yote, lakini afadhali watu wameanza kupumua. Kevin, sijui kama una swali lingine kabla tumpe David. Wala swali yako ilikuwa hiyo tu? Swali la pili ndio hajajibu. Okay, mrudilie tena. Nilikuwa nimeuliza, je, vita ataendelesha vita mpaka lini, mpaka wapi? Atakomboa nchi mzima au itakuwa ni nusu ya nchi? Asante sana. Afande, swali hilo unaendelea Kinshasa wala nawaza ndio swali la ndugu Kevin? Ukombozi ni hadi wapi? Afande, sijui kwamba unamsikia tena. Ni kama betri tena imekaa. Naona inakuwa blocked tena kidogo pale. Tumsubiri kwa muda kidogo, labda tarejea. Sinjoi ngali Afrika yetu hivyo. Na umpe co-host ikiwezekana. Thank you. Nawaza amepata hii.